Kufuatia sakata la kuuawa kiongozi wa kijeshi wa Iran Al-Khamenei, leo katika mahojiano nimezungumza na Athmani Bagura, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Mwanza, Tanzania, na nilitaka kujua kutoka kwake nini ni sababu ambazo zimesababisha Marekani kumshambulia Iran, na nimeanza kwa kumuuliza ni sababu zipi ambazo zimesababisha kifo cha kiongozi huyu wa kijeshi wa Iran. Kwanza kumekuwa kuna kauli nyingi kwamba watu wanaamini kwamba kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei ni kwa sababu ya nyuklia, wengine wanasema kwa sababu ya mafuta, wengine wanasema sijui kwa sababu ya masuala ya demokrasia na nini, lakini haya yote hayana ukweli. Haya yote hayana ukweli kwa sababu kama ni issue ya demokrasia, tumeona kuna nchi nyingi ambazo zinaendeshwa kinyume na demokrasia. Naweza nikakupa mfano. Benjamin Netanyahu ni waziri mkuu kwa muhula wa ngapi sasa sijui, lakini amekaa kwa nafasi ya waziri mkuu kwa muda mrefu sana. India same applied. Ukiangalia UK hivyo, ukienda Bahrain, ukienda sijui Umoja wa Falme za Kiarabu, ukienda Saudi Arabia. Tuna maeneo mengi sana duniani ambayo yana changamoto ya masuala ya kidemokrasia, lakini huko kote hakujielekezwa nguvu imeelekezwa Iran. Kuna swala la mafuta, inaweza ikawa ni fact, lakini ni fact ambayo ni very additional, ni ya nyongeza sana. Kwa maana ya kwamba kuna factor ambazo ni za msingi zaidi kuliko factor ya mafuta kwenye swala zima la kuilenga Iran katika mashambulizi yake ambayo yamefanyika dhidi yake. Lakini pia kuna swala jingine, watu wanasema swala la nyuklia ambalo sio issue sana kwa sababu tunazungumza nyuklia, China wana nyuklia, Korea Kaskazini wana nyuklia, tunazungumza Israel pia wana nyuklia na wana plans zaidi ya 90 ambazo hawajawahi kukaguliwa wala kuchunguzwa. Kwa hivyo issue ya kusema kwamba Iran ana possess nyuklia na kwamba sasa tunampiga kwa sababu ana possess nyuklia bado pia sio hoja ya msingi. Nukta ya msingi ambayo inazingatiwa hapa ni kwamba kikwazo pekee ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba ni kikwazo kikubwa kimebaki ni katika swala zima la kutengeneza ile new world order tunaita, kutengeneza dola mpya ya kiulimwengu ambayo kimsingi itakuwa inaongozwa na Uzayuni na dola za Kizayuni, kama ambavyo tunaona Marekani inaongozwa na Uzayuni. Donald Trump ni Mzayuni pure hasa, lakini pia katika baadhi ya maeneo ambayo bado wanazidi kuyachukua na kupachika wale viongozi ambao watakuwa vibaraka wao. Sasa hoja ya msingi hapa ni kwamba kwa mtazamo wangu mimi ninaona kwamba changamoto ama sababu kubwa iliyopelekea mpaka Ali Khamenei akauawa ni sababu moja tu, ni kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa anaonekana kikwazo muhimu kwenye swala zima la mipango ya Kizayuni. Kama tunavyoona, yeye ndiye mtu pekee ambaye kupitia dola ya Iran pamoja na serikali ambazo zinaungana mkono na Iran wamekuwa wakisapoti Palestine katika kipindi ambacho nchi nyingi za Kiarabu zimeitelekeza Palestine. Palestine imetelekezwa pakubwa sana na nchi nyingi za Kiarabu. Wakati huo Iran inachukua fedha nyingi na kwenda kuwanunulia silaha wale watu wa Palestine, lakini pia inakwenda kuwa fund katika masuala mazima ya misaada ya kibinadamu na masuala ya kimaendeleo. Tunaona baadhi ya nchi ambazo tulitarajia ziwe mstari wa mbele kuisaidia Palestine zimeitenga. Utaona Saudi Arabia majuzi, Mohammed bin Salman yule mwanamfalme ameahidi dola trilioni 1 kuwekeza Marekani, na tumekushaona ripoti za Umoja wa Mataifa kuhusu masuala mazima ya uwekezaji ambao unafanyika Marekani. Ukienda kuwekeza Marekani unakuwa tayari umeifund moja kwa moja Israel na inaendelea kuipiga vita Palestine. Kwa hivyo sio kwamba ni jambo ambalo Saudi Arabia hawajui kwamba wakiweka fedha zao wakiweka fedha zao Marekani zitakwenda kusaidia kuididimiza zaidi Palestine, lakini wanajua dhahiri kabisa kwamba kama wataendelea kutengeneza mazingira rafiki katika Ghuba ya Uarabu pale, Ghuba ya Uarabu kwa maana ya nchi za Bahrain, Qatar, Kuwait,
Oman pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu na nchi nyingine ambazo zinapatikana katika eneo hilo, kama wataendelea kutengeneza mazingira rafiki kwa Marekani kuendelea kukaa pale, basi itaendelea kudidimiza Palestina, ambapo kimsingi ndio ilikuwa lengo kubwa la kwanza la Uzayuni, kuipoteza kabisa na kuiondoa Palestina, alafu eneo la Palestina likaliwe na wao. Sasa mtu ambaye anaonekana kuwa ni kikwazo, alionekana kuwa ni kikwazo kikubwa sana kwenye kuifanikisha mikakati ya Kizayuni ni Al-Khamenei. Sasa Ali Khamenei akifa kwa mpango ambao wanautazama Marekani pamoja na Israel ni kwamba yeye akifa basi huenda mkakati wao utakamilika. Sina hakika sana kama hilo litafanikiwa, kwa sababu mpango wa Iran ni mpango wa nchi, sio mpango wa mtu mmoja wala sio mpango wa watu wawili. Kwa hivyo hata wale viongozi waandamizi wakifa, hatutarajii kwamba kuna possibility kwamba ule mpango ambao kimsingi unaongozwa na sera endelevu unaweza ukafa ama ukakwama. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba ndio Israel na Marekani imeamua kumuua Ali Khamenei kwa ajili ya kuondoa kikwazo chao kikuu kinachokwamisha mikakati yao Mashariki ya Kati katika kuitawalisha dola ya Kizayuni. Lakini pia katika mtandao wa X siku ya jana kuna video ilipostiwa kwenye akaunti ya Al Khamenei. Sasa ukiangalia ile video unaona kabisa kuna ujumbe fulani wameutoa Iran. Unahisi kwamba baada ya shambulizi hii kuna nini kile kwenda kutokea? Mtazamo wangu mimi ni kwamba unajua, katika Uislamu hakuna thamani kubwa sana kwa mtu kama mtu ambaye anakufa shahid. Tunasema mtu ambaye ni martyr, amekuwa martyred. Ali Khamenei kwa sheria na kanuni za Kiislamu anahesabika kama watu ambao wameuawa shahid, wamekufa mashahid, wamekufa mashuhada kwa lugha ya Kiarabu kama wanavyosema. Huyu yeye amekufa kifo cha kishujaa kwa lugha nyingine, kwa lugha ya Kiswahili. Sasa Ali Khamenei kama ameuawa na inahesabika kwamba ameuawa katika kifo cha kishahid, maana yake ni kwamba it was a plan, na kwake yeye ni heshima kubwa. Kinachofuata sasa ni kwamba waliobaki nyuma yake, kama ambavyo tayari kiongozi mpya ambaye atakuwa ni supreme leader, kiongozi wa juu zaidi wa Iran ambaye tayari amekwisha tangazwa, kama ataendeleza mpango ambao ulikuwepo, kwa maana ya kwamba kuendelea kutengeneza mazingira magumu zaidi kwa dola ya Kizayuni pamoja na Marekani, tunataraji makubwa zaidi. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni kwamba Iran inaendelea kutuma ujumbe kwa maadui zake Marekani pamoja na Israel kwamba matokeo ya kile ambacho wamekianzisha wao ama wamekisababisha wao baada ya kumuua Ali Khamenei ni matokeo ambayo tunaweza tukasema ni unbearable. Hakuna mtu ambaye ataweza kuyatarajia wala kuyavumilia. Kimsingi ujumbe unaotumwa kwa hizo nchi mbili, Marekani na Israel, ni kwamba Iran inajiandaa kwenda kufanya kulipiza kisasi, ama imeanza pengine kulipiza kisasi, na tunataraji makubwa sana yatazuka katika vuguvugu hili. Lakini kiongozi huyu mpya ambaye ametambulishwa siku ya jana, unamuona kama ni kidonda kwa USA ama anaenda kuwa tiba kwa Iran? Yote mawili kwa pamoja yanafaa. Anaweza akawa tiba, ni tiba kwa Iran, lakini pia ni kidonda kwa USA. Na tunasema kwamba ni kidonda kwa USA kwa sababu mpango wa Iran ni mpango ambao ni wa muda mrefu, lakini pia unaongozwa na sera endelevu. Nikisema hivyo namaanisha kwamba Iran haiwezi kupoteza uelekeo wake dhidi ya Uzayuni pamoja na Marekani kwa sababu tu Ali Khamenei amekufa, bali kiongozi wote atakayeteuliwa atakuja kuliendeleza hilo jambo. Nukta yangu hii ama hoja yangu hii inaungwa mkono ama inasapotiwa na historia. Ishawahi kutokea Marekani walishawahi kuweka kiongozi wao pale Iran kabla ya matukio haya, lakini siku zimekwenda, mambo yamebadilika, na kile ambacho waliamini wamekitengeneza kikakaa katika mfumo ambao utawafeva wao, sasa kimekuwa kinyume na vile ambavyo wao walitaraji, na tunataraji pia huenda ikawa hivyo. Na hii ni kwa sababu tu Iran imekuwa ikiandaa sera endelevu katika kuandaa viongozi wake wajao ambao kimsingi watakuwa wanaendelea kuwa kikwazo ama kidonda kama ulivyopata
kuzungumza mwanzo ama kidonda kwa serikali za Marekani pamoja na Israel ambao ni maadui wa kimkakati wa Israel. Kwa hivyo mimi naweza nikasema kwamba kiongozi ambaye amekuja sasa hivi, na nikizingatia kauli ambazo amezitoa katika siku ambazo amekusha ingia ofisini, ni kwamba huyu ni mtu ambaye anatarajiwa pengine kuwa imara zaidi kuliko alivyokuwa Ali Khamenei. Kwa hivyo itakuwa ni tiba kwa Iran, lakini pia itakuwa ni kidonda kichungu zaidi kwa Marekani pamoja na Israel. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Asante. Nashukuru sana. Je, unatafuta furniture za ofisi zenye uhakika na ubora unaotakiwa? Furniture zitakazokufanya uipende na kuifurahia ofisi yako? Kama jibu ni ndio, basi karibu sana Owiso Furniture. Na sababu nyingine kubwa zaidi ya kuja kwetu ni ofa kubwa ya punguzo la bei la 30% kwa kila manunuzi utakayofanya kwetu, na ofa hii itadumu kwa miezi 4. Owiso Furniture tunatengeneza pamoja na kuagiza furniture zote za ofisi, kuanzia viti, meza za ofisi na mikutano, workstations, kabati, sofa na kila kitu kutokana na mahitaji yako. Tuna vifaa vya kisasa, material ya hali ya juu pamoja na mafundi wataalamu wenye uzoefu wa muda mrefu katika kazi. Karibu ofisini Morocco Mataa, Dar es Salaam kama unaelekea Shoppers Plaza. Pia tupo Dodoma mjini opposite na TRA. Wasiliana nasi leo kwa simu au WhatsApp namba 0752090962 au tembelea Instagram yetu @owiso_furniture_tz na ujionee kazi zetu, na sisi tunasubiri oda yako.